Kitabu cha Kutoka sura ya 40 mstari wa 34 hata ule wa 38. Ndipo lile wingu likaifunikiza hema ya kukutania, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Wala Musa hakuweza kuliingia hema la kukutania, kwa sababu lile wingu lilikaa juu yake, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Na hapo lile wingu lilipoinuliwa kutoka juu ya maskani, wana wa Israeli wakaenda mbele katika safari zao zote. Bali kama lile wingu halikuinuliwa wakati ule, hawakusafiri hata siku ile lilipoinuliwa tena. Kwa maana lile wingu la Bwana lilikuwa juu ya maskani wakati wa mchana, na mlikuwa na moto ndani yake wakati wa usiku, mbele ya macho ya nyumba ya Israeli katika safari zao zote. Amen. Hili ndilo neno la Mungu. Kichwa tulichopewa leo nasema, uso wa Bwana uende pamoja nasi. Uso wa Bwana uende pamoja nasi. Wengi wanaweza kujiuliza, ibada hii ya siku ya leo, maana sio siku ya Jumapili na haiitwi siku ya Bwana ya kwanza, bali inaitwa siku ya kwanza ya mwaka mpya. Wanaweza kujiuliza kwamba ibada hii ina umuhimu gani kwetu? Ina umuhimu gani kwetu? Ibada hii ina mambo muhimu makuu matatu kwa maoni yangu binafsi. Unaweza ukaona umuhimu mwingine na ukaongeza, lakini mimi naona mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, tunakusanyika katika ibada hii kumshukuru Mungu kwa yote mema na mabaya tuliyokutana nayo katika kipindi cha miezi 12 ya mwaka wa 2025, na kumshukuru kwa kutuingiza katika mwaka huu wa 2026. Unaweza ukauliza, kwa nini nasema kumshukuru Mungu kwa yote mabaya na mema? Biblia inasema mshukuruni Bwana kwa kila jambo. Kuna mambo ambayo yanakuja katika maisha yetu, kwa mtazamo wetu sisi wa kibinadamu huwa tunayaona mabaya, lakini Mungu huwa anayaruhusu kwa sababu ana jambo jema katika hayo ambayo sisi tunaona mabaya. Kwa ujumla ni kwamba sisi ndio tunaotafsiri kwamba hili ni baya, lakini inawezekana katika ile tafsiri yetu ya kwamba hili ni baya, Mungu halitafsiri namna hiyo. Ipo mifano mingi kwenye Biblia, lakini naweza kuueleza mfano mmoja tu. Kwa mfano, mkimtazama kwa mtazamo wa kawaida, unaona lilikuwa ni jambo baya sana ndugu zake Yusufu kumuuza Yusufu Misri. Kwa mtazamo wa kibinadamu naweza kaona ni jambo baya sana alilolifanya mke wa Potifa kumsingizia Yusufu mpaka anaenda gerezani, na mengine mengi. Lakini katika hayo Mungu alikuwa na jambo jema ndani yake. Lile ambalo linaonekana kama limekusudiwa baya kwa mtazamo wetu, Mungu anakuwa amekusudia mema. Na mara zote yale ambayo yanaonekana kwetu kama mabaya, hayo Mungu anayageuza kuwa baraka. Kwa hiyo ninaposema ibada hii ni ya muhimu kwa sababu ya kumshukuru Mungu kwa mema na mabaya tuliyokutana nayo katika kipindi cha miezi 12 ya mwaka 2025, ninamaanisha kwamba tusitazame tu kila kitu kwa mtazamo wetu wenyewe, ila tukitazame kila kitu kwa mtazamo wa Mungu. Jambo la pili,
Ibada hii ni ya muhimu kwetu kwa sababu kupitia ibada hii tunatathmini yale tuliyokuwa tumeyapanga katika mwaka wa 2025 kama ni mtu binafsi na kama ni kanisa kwa ujumla, tukijiuliza, je, tumefikia lengo tulilokuwa tumelikusudia? Ni kwa kiasi gani tumefanikiwa na kwa kiasi gani tumeshindwa? Yale tuliyofanikiwa, ni nini kimesababisha tufanikiwe? Je, ni akili zetu? Ni nguvu zetu? Ni uwezo wetu? Ni uzoefu wetu? Ni ujuzi wetu? Au ni uwepo wa Mungu katikati yetu? Na kama yapo ambayo tumeshindwa kuyafanikisha, ni nini kilichosababisha tushindwe? Je, hatukuwa na mipango sahihi? Au pamoja na kuwa na mipango hatukumshirikisha Mungu? Labda tulienda wenyewe zaidi badala ya kwenda pamoja na Mungu. Kwa hiyo ni sababu ya pili ya kuwa na ibada hii. Tukumbushane kwamba tupo katika ibada hii tuweze kufanya tathmini ya mambo ya mtu binafsi, ya kifamilia, ya kikanisa, kwamba je, ambayo ulikusudia kuyafanya katika mwaka wa 2025, je, yote yamefanikiwa? Na kama yamefanikiwa, kwa kiwango kipi? Na kama hayajafanikiwa, kwa nini hayajafanikiwa? Na haya yaliyofanikiwa, sababu gani zimesababisha tufanikiwe? Hiyo ndio sababu ya pili. Kwa hiyo nimesema kama unayo sababu nyingine au na jambo jingine unaweza kaongeza. Hayo ni maoni yangu mimi binafsi. Jambo la tatu, tunakuwa na ibada hii kumwomba Mungu atuongoze na kutupigania tena katika mwaka wa 2026, kwa mtu mmoja mmoja, kwa kanisa na kwa taifa kwa ujumla. Tuombe kwa ajili ya nchi na tusingoje mambo yaharibike ndio tuanze kuomba. Sasa tuombe kwa ajili ya nchi. Tunapokutana kwenye ibada hii tukumbushane kwamba tutaomba pia kwa ajili ya nchi tangu mwaka unapoanza na kuendelea. Kuna usemi unaosema silaha hutengenezwa wakati wa amani ili zitumike wakati wa vita. Maombi yanayoombwa kabla ya shida yana ufanisi mkubwa na matokeo chanya kwa kanisa na kwa taifa. Hayo linakuwa limetukia tukio, ndio tunasema tunaomba, na mara nyingine hata hatuombi, tunaweza tukawa tunalalamika. Sasa ni nini hasa kinachosababisha tuite huu mwaka ni mpya? Watu ni wale wale, mazingira ni yale yale, nyumba zetu ni zile zile, wengine hata mkao wa sebule bado ni ule ule. Siendi sana kule ndani, maana hata kule ndani naweza kukuta na mkao nako upo ule ule. Sasa kinachofanya huu mwaka uwe mpya ni nini hasa? Uwe mwaka mpya kijiografia ni dunia kumaliza mzunguko wake wa kulizunguka jua ikiwa katika muhimili wake unaoitwa orbit kwa siku 365 au 365 na robo. Dunia ikishamaliza ule mzunguko inaanza moja. Inapoanza moja, sisi huku ndio tunasema mwaka mpya. Tunaanza mwaka mpya. Hiyo nayo si imeeleweka? Kwa hiyo dunia imeanza mzunguko mpya wa kulizunguka jua. Kwa hiyo tunasema mwaka umeisha, tunaanza mwaka mwingine. Hata hivyo tusisahau kwamba mwaka mpya wa kikanisa au wa kanisa tuliuanza tangu tarehe 30 Novemba.
Kitabu cha Kutoka kina historia ya safari ya wana wa Israeli kutoka utumwani Misri kuelekea nchi ya ahadi ya Kanaani. Safari hii ilichukua miaka mingi, zaidi ya 40. Inasemekana kiongozi wa safari hii alikuwa Musa. Ndivyo inavyosemekana. Lakini kiuhakika au kiuhalisia, kiongozi wa safari yao alikuwa ni Mungu mwenyewe. Hakuwa Musa. Musa alitumika tu. Ni kama leo kanisa linavyosafiri kuelekea uzima usio na mwisho, yani uzima wa milele, linaendelea kusafiri lilikuwa chini ya viongozi. Lakini kiongozi mkuu wa safari ya kanisa ni Mungu mwenyewe. Ukisoma katika sura hii ya 40 mistari ya mwanzo, mstari wa kwanza kwa mfano, unasema, Bwana akanena na Musa na kumwambia, siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza utasimamisha hiyo maskani ya hema ya kukutania, nawe utaitia ndani yake sanduku la ushuhuda, nawe utalistiri hilo sanduku kwa pazia. Anaendelea pale kutoa maelezo. Sasa baada ya haya maelezo utakuta mwezi wa pili baada ya kuelezwa, Musa aliandaa hii hema ya kukutania. Sura hii ambayo tumeisoma leo ni sura ya mwisho wa kitabu hiki, na mistari tuliyopewa leo ni mistari ya mwisho wa sura hii. Ni kama inafunga ukurasa, na mistari hii inaonyesha uwepo wa Mungu, yani kiongozi wao katikati ya safari yao. Wenzetu hawa hawakuondoka bila uwepo wa Mungu katika kila hatua. Katika mstari wa 36 na 37 inasomeka hivi, na hapo lile wingu lilipoinuliwa kutoka juu ya maskani, wana wa Israeli wakaenda mbele katika safari zao zote. Bali kama lile wingu halikuinuliwa wakati ule, hawakusafiri hata siku ile lilipoinuliwa tena. Swali la kujiuliza katika safari yetu, katika maisha yetu, katika mambo yetu, katika mipango yetu, tunamsikiliza Mungu na kumtii na kufanya au kutenda sawasawa na anavyotuongoza, au tuna maamuzi ya kwetu wenyewe? Wenzetu waliishi hivyo, na kuna wakati walipuuza. Sio kwamba muda wote, kuna wakati walipuuza, na walipopuuza matokeo yalionekana. Mungu hakuwa pamoja nao, na Mungu alipokuwa hayupo pamoja nao walishindwa. Mafanikio yao ya kimwili yalitokana na mafanikio yao ya kiroho. Kama kuna mahali tulifanikiwa katika malengo yetu, basi tujue tulifanikiwa kwa sababu Mungu alitufanikisha. Na kama kuna mahali hatukufanikiwa, basi inawezekana hayo hayakuwa yamepata kibali kwa Mungu, au kwa sababu hatukumruhusu Mungu awe sehemu ya hiyo mipango yetu. Tunapoanza mwaka 2026, kwamba tunamshukuru pia kwa ukarimu wake katika mwaka wa 2025. Jambo la muhimu, tuombe uwepo wake, huku ametumia uso wake.
lakini neno lenyewe hasa ni uwepo wake, kwamba tunapozungumzia uso wake manake uwepo wake. Basi tuombe uwepo wake uende nasi katika mwaka huu wa 2026. Na ili kuweza kuwa naye katika safari ya maisha yetu, lazima tufanye mambo yafuatayo: tumsikilize, tumtii na kutenda sawasawa na maongozi yake. Kusikia tu hakutoshi, na kutii tu hakutoshi, lakini kusikia, kutii na kutenda sawasawa na maongozi yake kutaleta matokeo makubwa. Mafanikio ya kimwili au mafanikio ya mwanadamu ya kimwili yanatokana na mafanikio yake ya kiroho. Mafanikio ya mwanadamu, sisemi ya Mkristo, nasema ya mwanadamu. Mafanikio ya mwanadamu ya kimwili yanatokana na mafanikio yake ya kiroho. Katika waraka wa Yohana wa 3 sura ya 2 mstari wa 1 na 2: mzee kwa Gayo mpenzi nimpendaye katika kweli, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Ninasoma mstari huu kujengea hoja kwamba mafanikio yote ya kimwili yanaanza kwanza na mafanikio ya kiroho.